Majaji wazuru Isiolo kukagua mfumo wa haki mbadala. Jopo la majaji likiongozwa na Jaji Joel Ngugi limezuru kaunti ya Isiolo kwa lengo la kukagua utekelezwaji wa mfumo mbadala wa kutatua migogoro nje ya mahakama unaojulikana kama Alternative Justice System AJS. Akizungumza wakati wa ziara hiyo, Jaji Ngugi alipongeza kaunti ya Isiolo kwa kuongoza kitaifa katika matumizi ya mfumo huo, akisema umechangia kwa kiasi kikubwa kupunguza mrundikano wa kesi mahakamani pamoja na kuimarisha upatikanaji wa haki kwa wananchi hususan walioko mashinani. Manufaa ya AJS kwa sababu hapa Isiolo ni kati ya stations za idara za mahakama hapa nchini ambazo tunaona kesi zinapungua. Badala ya kesi kuongezeka kila mwaka zinapungua, na zinapungua kwa sababu ya utumizi wa hizi mifumo badala za kufanya kesi. Na in fact hapa Isiolo kuna wakati kulikuwa na mahakimu 3, siku hizi hata wamepunguka, wamekuwa 2. Badala ya kuongeza mahakimu tunazidi kupunguza mahakimu kwa sababu kesi zinazidi zikipungua na amani inazidi ikiongezeka na haki ya jamii inazidi ikiongezeka. Hiyo nafikiri ni ushahidi wa kutosha kuonyesha kwamba AJS inafanya kazi na inafanya kazi inavyotakikana, inafanya kazi kulingana na vile katiba ilivyotaka. Kwa mujibu wa jaji wa mahakama kuu ya Mombasa Bi Wendy Kagendo, mfumo huo una umuhimu mkubwa katika kushughulikia kesi nyingi za dhuluma za kijinsia. Alisema AJS husaidia kuwafunza vijana kujiepusha na vitendo hatarishi kama ndoa za mapema na unajisi wa watoto, hatua inayosaidia kuzuia vijana hao kuhukumiwa na kufungiwa magerezani. Bila nimeona kwamba juzi nilikuwa Shimolatewa prison and 898 of the prisoners ni sexual convicts yao wa unajisi wale wako ndani, almost 80% ni hao. So nimefurahi sana kusikia hapa that AJS kwanza wanaenda preventive justice, wanaenda kuzungumza na hao na vijana, kuzungumza, kuwafundisha maneno early marriages, so tusifungie vijana wote wasiwe gerezani because it's a bad influence. Tumesikia pia wanafundisha wamama juu ya FGM, kuensure watu wote hawaendi gerezani, hiyo ambayo si nzuri. Wazee wa jamii kwa upande wao wamesema licha ya changamoto mbalimbali zinazoukabili mfumo huo, umechangia pakubwa kuleta maelewano na maridhiano katika jamii, haswa katika utatuzi wa migogoro ya ardhi na ndoa. Tumesoma ya kutosha, tunajua namna ya kuunganisha ile taratibu ya utamaduni, sheria ya kienyeji na kuleta kwa sheria ya Kenya, katiba ya Kenya, ili tuweze kuendesha kesi yote katika mahakama. Lakini hayo mafunzo haijafikia kwa watu wengi huko mashinani. Kwa hivyo wengi hawajui ya kwamba kuna AJS ambaye kuna kesi mbadala ambaye iko katika katiba ya Kenya. Mzee Ahmed Set amesema kuwa kesi nyingi sasa zinatatuliwa nje ya mahakama, hali ambayo imepunguza gharama kubwa zilizokuwa zikitumika wakati wa kufuatilia kesi mahakamani, sambamba na kuharakisha upatikanaji wa haki kupitia mfumo huo mbadala. Na sasa kwa sababu watu wameona matunda na mazao ya AJS, watu wengi wanapendelea mambo yao iweze kukamilishwa, kumalizwa na hii taratibu ya njia mbadala ya haki. Na faida yake ni ipi? Moja, faida yake ni kwamba inatatuliwa matatizo haraka. Katika mahakama matatizo inaweza kaa kwa muda mrefu. Pili, haina gharama kubwa, ni gharama kidogo sana. Na ya tatu, watu wanaridhiana. Nakumbuka ya kwamba watu wawili au vikundi wanaposikilizwa, AJS ikimalizwa kwa hii nidhamu ya AJS, watu wanaridhiana, wanasalamiana na hakuna husda katikati yao.
Naye mwenyekiti wa baraza la jamii ya Samburu Bi Joyce Naresiae, ambaye ni mwanachama katika mfumo huo, amesema mfumo huo wa haki mbadala umesaidia kutatua kesi zinazohusiana na unyanyasaji wa kina mama, hususan kulazimishwa kuridhiwa baada ya vifo vya waume zao, hivyo kulinda haki na heshima ya wanawake katika jamii. Na hata wakati mzee anaaga, kulikuwa na tabia ya mama kulazimishwa kuridhiwa. Kwa urahisi wa AJS ya leo, nashukuru Mungu kwa walimu ambao walitangulia kufunza na kueleza na kuelekeza katika AJS, ni kwamba mama atachagua yule mtu atamrithi katika familia. Nikiripotia runinga ya Waso, langu jina ni Hussein Morangiriguyo, runinga ya Waso ya kujuza na kukuburudisha.